Je, umewahi kufikiria kwamba muumini ameagizwa kuwa mwenye shukrani? Kwa kweli, moja ya sifa kuu za waumini ni hiyo tu. Haijalishi nini kinatokea, tunamshukuru Mungu. Si ajabu Bwana alituonyesha mfano huu katika maisha yake alipokuwa akihudumu hapa duniani. Wakati wa shida yake kubwa zaidi, unakumbuka saa zilizotangulia kusulubiwa kwake, alichukua vitu vilivyowakilisha mateso na maumivu yake na kumshukuru Baba yake. Hiyo ingekuwa kama mwanamume au mwanamke kurudi kwenye kituo cha saratani ambapo waliposikia habari kwamba wana saratani na kutoa shukrani. Hiyo ingekuwa kama kwenda kwenye benki iliyofunga nyumba yako na kutoa shukrani. Unajua, hiyo ingekuwa kama kwenda kwenye makutano ambapo mtu unayempenda alipata ajali mbaya ya gari na kutoa shukrani. Unajua, sasa hivi pengine unasema, Steven, hiyo ingekuwa, hiyo si tu ngumu, hiyo ingekuwa isiyo ya kawaida. Na ndiyo, ningekubali ni isiyo ya kawaida. Kwa kweli, ningelazimika kusema ni ya kiroho. Ninaamini kwamba kutoa shukrani kuhusu kila kitu ni zaidi ya kiroho kuliko tunavyofikiria kawaida. Ndiyo sababu kwa njia dunia inaelezewa kama isiyo na shukrani. Wanaelezewa katika Warumi sura ya 1 kama wasio na shukrani au roho za shukrani, ambapo muumini anajulikana kwa roho ya shukrani. Kwa nini? Je, inawezekanaje? Kweli kuna kitu cha kiroho kinachoendelea ndani ya moyo wako kama muumini ambacho kinatoka katika roho ya shukrani. Sasa leo tunafika kwenye Zaburi 100 na kichwa kinasema Zaburi ya kutoa shukrani. Unajua, hii ndiyo zaburi pekee kwa njia iliyoteuliwa kama wimbo wa umma, wimbwa kwa madhumuni ya kutoa shukrani. Unaweza kweli kuita Zaburi 100 wimbo wa asili wa shukrani. Kweli zaburi hii hata hadi leo inajibu maswali mawili kwetu kama waumini: jinsi gani tunatoa shukrani kwa Mungu na kwa nini? Basi tunatoa shukrani vipi katika kila jambo? Mstari wa kwanza unaanza kujibu swali hilo kwetu kwa kutupa moja ya misemo mitatu muhimu. Anaandika, pigeni kelele za furaha kwa Bwana. Kweli hiyo inaweza kuelezea jinsi unavyosikika unapojaribu kuimba. Ni kelele za furaha. Basi wacha nikuambie uendelee kuimba. Hii ni mwito wa kuinua sauti zetu kwa nyimbo za shukrani. Haijalishi jinsi dunia ilivyo na giza karibu nasi, shukrani inakatiza giza, kama vile fataki zinavyogeuza anga la giza uwa rangi angavu. Basi msemo wa pili muhimu hapa katika mstari wa pili unasema, mtumikieni Bwana kwa furaha. Sasa tena, hii si ya kawaida. Unajua, ni jambo moja kumtumikia Bwana, lakini hapa tunaambiwa furahini kuhusu hilo. Kwa kweli tunaamriwa kufurahi. Anawezaje kuamuru kitu kama furaha? Je, unaweza kufanya hivyo? Naam, unaweza. Kama unalea watoto, labda umewaambia, unajua, unahitaji kubadilisha mtazamo wako sasa hivi na uweka uso wa furaha. Au wewe unahitaji kuacha kununa sasa hivi, nionyeshe tabasamu lako. Ninaweza kumsikia mama yangu akiniambia nilipokuwa mtoto kijana, ungepaswa kurekebisha mtazamo wako. Naam, dhahiri. Aliamini kwamba mitazamo inaweza kurekebishwa. Naam, umewahi kufikiria kuhusu ukweli kwamba mtunga zaburi pia alifanya hivyo? Hata Mungu pia. Ndiyo maana anaweza kusema, mtumikieni Bwana, iwe mnafurahia au la. Hapana, si hivyo alivyosema. Anaita kwa ajili ya kurekebisha mtazamo, mtumikieni Bwana na furahieni kuhusu hilo. Mtume Paulo anaandika katika 1 wa Thesalonike sura ya 5 na madakika 18, shukuruni katika kila hali, kwa maana hii ndiyo mapenzi ya Mungu. Dhahiri, kurekebisha mtazamo wetu ni mapenzi ya Mungu kila siku. Naam, hebu niweke hivi: roho ya shukrani si tabia ya kibinafsi, ni kitendo cha hiari. Ni kuchagua kutii
mapenzi ya Mungu. Naam, kifungu cha 3 muhimu hapa katika mstari wa 2 kinasema ingia mbele zake kwa kuimba. Je, unaweza kufikiria kuingia mbele za Mungu huku ukinuna? Naam, pengine si. Lakini fikiria ukweli kwamba tunaishi kila siku mbele zake. Tunaweza kuingia wakati wowote katika nyua zake. Mwandishi wa Zaburi anasema, kwa hivyo ishi na roho ya shukrani, kutoa shukrani, kuimba kwa shukrani. John Phillips, mfasiri wa Uingereza aliyeandika mwanzoni mwa miaka ya 1900, alielezea hisia hii ya furaha unapokuwa na fursa ya kuingia mbele ya mfalme. Alisimulia hadithi ya mvulana mdogo aliyekuwa amesimama London mbele ya ikulu ya Buckingham akivuta koti la mlinzi akisema, nataka kumwona mfalme. Mimi nataka kumwona mfalme. Bila shaka mlinzi huyo alikuwa amefunzwa. Hakuonyesha hisia zozote. Basi polisi alikuwa akitembea huku na kule huko nje akiwaondoa watu, na mvulana akaenda kwa polisi na kusema, mimi nataka kumwona mfalme. Polisi akasema, siwezi kukusaidia mwanangu, huruhusiwi kuingia huko. Basi wakati huo mwanaume aliyevaa vizuri alifika na kusikia mazungumzo hayo. Alinyosha mkono wake na kumwambia yule kijana, njoo pamoja nami. Basi mlinzi alisimama kwa umakini na kutoa heshima wakati polisi alifungua lango, na wakaingia, wakatembea kwenye korido, na hatimaye wakaingia moja kwa moja mbele ya mfalme. Basi mvulana mdogo alikuwa ameshika mkono wa mwana wa mfalme. Wapendwa, tuna uwezo wa kumfikia Mungu Baba. Kwa nini? Kwa sababu tunashikwa mkono na Mungu Mwana. Kwa hivyo kila siku tunaweza kuja mbele ya uwepo wake, na tunapaswa kufanya hivyo kwa kuimba. Sasa mtunga Zaburi anaendelea kutoka kutuambia jinsi ya kumshukuru Mungu, yaani kwa kuimba kwa furaha na mtazamo sahihi, hadi kutukumbusha kwa nini tunapaswa kumshukuru Mungu. Hilo liko hapa katika mstari wa 3, jua kwamba Bwana yeye ni Mungu. Kwa maneno mengine, Mungu anastahili kusifiwa kwa sababu tu ya yeye ni nani. Yeye ni Mungu. Na ni Mungu wa aina gani yeye? Mstari wa 5 unatueleza Bwana ni mwema. Upendo wake wa milele hudumu milele. Hii inamaanisha kwamba hatabadilisha mawazo yake juu yako. Hata sahau ahadi zake kwako. Kwa kweli, mstari wa 5 unaendelea kusema uaminifu wake hudumu kwa vizazi vyote. Hii inamaanisha kizazi baada ya kizazi baada ya kizazi baada ya kizazi, Mungu anabaki kuwa yule yule. Yeye habadiliki. Wanatheolojia wanasema yeye ni asiyeweza kubadilika. Yeye si mwenye kubadilika. Yeye si asiye na imani. Hapana, yeye ni mwaminifu. Tunaweza kuimba sifa kwa Mungu. Tunaweza kumshukuru Mungu. Kwa nini? Kwa sababu ya aina ya Mungu alivyo. Lakini hiyo siyo yote. Tunaweza pia kutoa shukrani kwake kwa sababu ya kile alichofanya. Naam, hapa nyuma katika mstari wa 3 tunasoma ni yeye aliyetuumba na sisi ni wake. Sikiliza, Mungu alitutengeneza. Mungu alituumba. Zaburi 139:13 inasema alikufuma pamoja katika tumbo la mama yako. Yeye alikubuni. Yeye alikupanga. Yeye alikupa vipawa. Yeye alikupa kila uwezo ulionao. Yeye alikupa kila ulemavu ulionao. Tazama, ukweli ni kwamba utaweza kumsifu Mungu kwa furaha mpaka utakapokubali ukweli kwamba Mungu alikubuni kulingana na mpango wake wa kimungu. Kila nguvu ulizonazo, kila udhaifu ulionao, yote hayo ni kulingana na mpango mkamilifu wa Mungu. Uwezo wako unafanya nini? Unakupa sababu ya kutangaza sifa zake. Ulemavu wako unafanya nini? Unakupa kila sababu ya kutegemea nguvu zake. Kwa njia, Mungu hakukuumba tu, ana mpango wa kukuhifadhi. Na hiyo ndiyo sehemu inayofuata ya mstari wa 3, sisi ni watu wake na kondoo wa malisho yake. Unajua, nina furaha sana wapendwa, hakusema sisi ni farasi wake wa mbio katika zizi lake, au sisi ni tai wake wanaoruka juu mbinguni.
Hapana, sisi ni kondoo wake wenye hofu, waoga, wasio na msaada, wasiojua, wanaopenda kupotea. Lakini habari njema ni kwamba mtunga Zaburi anasema sisi ni kondoo wake. Sisi ni kondoo wake ambao tunastahili kuwa katika malisho yake. Haijalishi uko wapi leo, wapendwa, kukumbuka Mungu ni nani na kile Mungu amekufanyia kunakupa sababu ya kutosha kuwa na shukrani. Nilisoma mfano wa kisasa wa mtu aliyekutana na ghala kubwa ambapo shetani alihifadhi mbegu tayari kupandwa katika mioyo ya wanadamu. Naam, mtu huyo aligundua kwamba mbegu za kukatishwa tamaa, kulikuwa na mifuko mingi zaidi ya mbegu hizo kuliko mbegu nyingine yoyote. Zilikuwa zimepangwa tu kila mahali katika ghala la shetani. Alipouliza kuhusu hilo, alijifunza kwamba mbegu za kukatishwa tamaa zilikuwa kipenzi cha shetani kwa sababu zingeweza kukua karibu kila mahali. Mmoja wa mapepo aliyeuliza alikiri kwamba kulikuwa na mahali pamoja ambapo mbegu hizo hazikuweza kuchukua mizizi na kukua. Naam, ni wapi hapo? Mtu huyo aliuliza. Pepo alijibu, hazitakuwa katika moyo wa mtu mwenye shukrani. Unajua, haiwezekani kabisa, sivyo, kuwa na wasiwasi na kushukuru kwa wakati mmoja, kuwa mbinafsi na kushukuru, kuwa na kiburi na kushukuru, kuwa na tamaa ya mali na kushukuru, kuwa na uchungu na kushukuru. Huwezi kuwa na chuki na kushukuru kwa wakati mmoja. Labda ndiyo maana shukrani ni moja ya sifa za kipekee zinazomtenganisha muumini na ulimwengu wote. Ulimwengu ambao una wasiwasi, ubinafsi, kiburi, tamaa ya mali, uchungu na chuki. Kwa hivyo, hebu tuamue leo tufanye mabadiliko haya ya mtazamo wa kiroho. Leo tunapomtegemea Roho wa Mungu, tumfanyie kelele za furaha. Tuchague kumtumikia leo kwa furaha. Tumwimbie wimbo huu wa asili wa shukrani kwa ufanisi. Na hadi wakati mwingine, wapendwa, njiani neema ya Bwana Yesu Kristo na upendo wa Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu uwe nanyi nyote. Amina.